Swali ni kwamba kama kuna vurumai kwako na hamna amani na una matetesi kwako, hauna amani, na ndio maana Yesu ana nia ya kuleta amani kwako, na anasema anapokuja angependa apate kwako amani. Swali ni, Yesu anakuja haraka, uko tayari? Ama basi wacha nibadilishe swali, Yesu ako tayari, unakuja? Kwa sababu anaitana, anasema njooni kwangu nyote mliolemewa na mizigo, nami nitawapa pumziko. Kwa hivyo yeye ako tayari, wewe unakuja? Na tumekuwa tukiuliza maswali magumu ya kijamii, na tunaona kwamba ni lazima uweze kunyenyekea. Mnyenyekeane, hapo ndipo Roho wa Mungu atatawala na utakuwa tayari ili ajapo umlaki mawinguni. Yesu anakuja, uko tayari? Au Yesu yu tayari, unakuja? Jioni hii wapendwa, tunawaalikeni kwa mara nyingine tena tufululize na vipindi vyetu. Jana tuliangalia mambo mangapi? Wanafunzi wangu, jana tuliangalia mambo mangapi? 5, ambayo mwanamke ama mwanaume anahitaji kuyafahamu kuhusu mwanamke. Sijui kama umesikia. Tulisoma mambo 5 ya muhimu ambayo mwanaume anahitaji kuyafahamu juu ya mwanamke, ndipo familia iweze kunawiri pasipo matatizo. Na tukakumbushana ya kwamba ili mwanaume huyu apate raha nyumbani, ni lazima aelewe mambo haya kwa mkewe. Tukatambua kwamba katika familia mara nyingi watu wanashtukia wanashtukia wameolewa ama wameoana. You get married by accident. Yaani unajikuta tu. Na tukajifundisha kwamba watu wengi hawasomi na hawaelewi chochote kuhusu ndoa, wanajikuta tu. Mmekutana na mtu mwishowe mmeoana. By the time unaanza kujifundisha mambo, unakuta saa zingine ni mambo magumu na uko ndani huwezi kujitoa. Wanasema umejitosa kwenye ulingo wa mapenzi na kuwa vigumu kutoka. Ama hata kama mapenzi yameisha, labda umepata una ujauzito, kuna watoto, unashindwa utatokaje. Na tulipoanza mada hii, tulikubaliana kwamba mara unapofunga pingu za maisha, there is no honorable way of getting out of it. Hakuna njia mbadala ya kuondoka. Kwa sababu tulianza Yesu anaposhuhudia kwamba tangu mwanzo Mungu hakupanga kuwe na talaka, japokuwa Musa aliwapatia ruhusa ya talaka sababu ya ugumu wa mioyo yao. Mambo 5 mwanamume anahitaji kujua kuhusu mwanamke. Leo tunasema mambo 5 ambayo mwanamke anahitaji kuhusu mwanaume. Bwana asifiwe. Sasa nashangaa kuna wanawake leo ama hawako. Unajua inakuwa vigumu kufundisha watu opposite things. Ninaamini labda maybe wale ambao wanasikia sauti hii, kuna jambo la msingi katika maumbile. Ni dhahiri wazi kwamba sote tu tofauti. Sote tu tofauti. Na Bwana ametuumba hivyo, na tofauti zetu yafaa zilete afueni na raha katika familia yetu. Waingereza wanasema our difference should spice our relationship. Hebu fikiria kama mngekuwa mnafanana nyote sawa. Yaani mnafikiria njia moja, mnafanya kitu kwa hali moja, ingekuwa tatizo. Unataka kunywa maji, anataka kunywa maji. Unataka kwenda haja, anataka kwenda haja. Mngekuwa mnagongana sana, si kweli? Kwa hivyo lazima kuwe na tofauti. Na hiyo tofauti tulio nayo yafaa ilete ladha katika familia. Na ndio maana utaelewa, ukielewa mwanamke huyu anaishi na anakaa namna gani na mwanaume huyu ni mtu wa aina gani, basi our difference, tofauti zetu yafaa zilete ladha ndani ya familia, ili watu wakiona wanaona, Kiingereza anasema you blend. Haya, hebu nirudie katika nchi hii mara nyingi utakuta siasa zetu, badala tufurahie kwamba sisi ni makabila mengi ili tu blend, tuwe na afueni na tukue na raha, inaleta utata. Wanasiasa wanatumia tofauti zetu kutudhalalisha na kutuharibu. Lakini mbingu inania kwamba tofauti zetu ziweze kufanya tupendane zaidi, and we blend, tulete ladha katika familia yetu. Jana tuliona jinsi
Ukimwelewa mwanamke uheri. Tukaona jinsi yako na mambo mengi, tukaona jinsi emotion zake zinabadilika badilika, tukaona jinsi ni mtu anapenda vitu tofauti tofauti na kujieleza kwa njia tofauti tofauti, na tukaona ni jambo nzuri, tukaona ukimwelewa kwamba anaweza nuna pasipo sababu, kununa tu bila sababu ni heri kwako, haitakutatiza sana. Ujapomwelewa ni mtu ambaye ananunua kitu leo, kesho kimemchosha, nataka kingine, na nguo nataka kingine, na kiatu nataka kingine. Ukimwelewa hivyo haina kesi, lakini shida ni ukikosa kumwelewa. Unataka atembelee nguo mara mbili kama wewe, itakuwa tatizo. Leo wanaume tuone wanawake, ni wanaume hawa ni watu wa aina gani? Mwenye hekima zaidi ambaye historia inamnukuu katika maandiko, Suleimani, anashangaa kuhusu mwanaume. Hata yeye mwenyewe anaanza kwa mshangao. Anasema kuna mambo matatu kama si manne ambayo yanamshangaza, kwa sababu anapomwangalia mwanaume huyu, jinsi anavyomshughulikia mkewe, ama anapoangalia mambo haya mengine, anashangaa nayo. Hebu tuwaze kuona anashangaa vipi. Tuweke msingi wa mada yetu leo. Mithali ni 30:18 hadi 19. Kuna mambo yanamshangaza kwa sababu katika mawazo yake duni anashangaa jinsi mambo haya hufanyika, na mojawapo ikiwa ni jinsi mwanaume anapotea kwa kumpenda mwanawali. Mithali ni 30:18-19. Kuna mambo matatu yaliyo ajabu kwangu. Naam, manne. Kuna manne nisiyoyafahamu. Twende. Mwendo wa tai katika hewa. Mwendo wa tai katika hewa. Tulia. Yaani anashangaa, na ni msomi, anaangalia jinsi tai anaweza nyoroka juu, yani atulie, angalie, na akiwa hata huko juu jinsi ana macho makali, anaweza anaangalia kifaranga. Anasema jambo hili linamshangaza sana. Anashangaa na maumbile ya Mungu. Jambo lingine linamshangaza ni twende haraka ili tuweze kufikia mada yetu ya leo. Na mwendo wa nyoka juu ya mwamba. Mwendo wa nyoka juu ya mwamba. Mwendo wa merikebu katikati ya bahari. Mwendo wa merikebu katikati ya bahari. Na mwendo wa mtu pamoja na msichana. Na hasa mwendo wa mtu pamoja na msichana. Sipendi Kiswahili hapo sasa, hakiandiki vizuri sasa. Sema mtu, sema mwanaume, Kiingereza nasema na mwendo wa mwanaume na msichana. Sijui kama mumeona mwendo wa mwanaume na msichana. Wewe ushaona mwendo wa mwanaume na msichana? Nauliza tu. Ushaona mwanaume ambaye ameingia kwenye madaha akiwa na msichana? Wanaume mko hapa, ushakuwa na mwanamke msichana? Simuongee na mimi bana. Yaani hauoni, hausikii, uko na msichana. Yaani jambo hili linamshangaza Suleimani. Anashangaa. Yaani ukimpata mwanaume na mrembo, yaani hakusiki, atajichosha mpaka ushangae ni nini shida. Si ni msichana tu. Yaani anataka kuonekana yeye ndiye. Nani kama mimi? Na jambo hili linamshangaza Suleimani. Kumbuka mada yetu inasema vitu vitano ambavyo wanawake lazima waelewe kwa wanaume. Na ndio maana Suleimani anabaki kushangaa. Kwa nini mwanaume akiwa na msichana ana behave hivyo? Sema mambo hili linamtatiza. Mwendo wa mwanaume na msichana. Sitaki kuwauliza kama mmepita street za ajabu ajabu usiku hivi, uone venye wanaume wanapaki magari, wanang'ang'ana na wasichana. Masaa haya, unajua masaa haya inaitwa romantic hours. Masaa ya jioni hivi watu washaoga. Sasa wanapunga upepo. Hii ndio shida ya kukaa Kitengela. Enda Mombasa baharini. Uone yani mwanaume na msichana. Unashindwa jamani.
Suleimani mambo hayo inamtatiza. Kwa hivyo tuelewe mwanaume huyu ni mtu wa aina gani, na wewe mwanamke utamwelewa vipi angaa muishi kwa amani. Jambo la kwanza ambalo napenda ulifahamu kwamba kama mwanamke uelewe mwanaume ni mtu ana kitu inaitwa taasubi ya kiume, the male ego. Ni mwanaume ambaye anajisikia yeye ndiye. Kwa sababu gani? Tunaishi himaya ambayo ina taasubi ya kiume. Nchi hii ya Kenya has an upper hand for men over women. Na ajabu ni kwamba hata maandiko yako na ile hali ya uume. Kwa hivyo ukielewa kwamba mwanaume ni umtambue ni mwanaume, hapo umeanza kufaulu. Identify kwamba yeye ni mwanaume, mupe nafasi yake kama mwanaume. Ni kweli tunaishi katika ulimwengu ambayo tunaongea kuhusu equality, what men can do women can, wanasemaje? At what men can do at women can do better. My friend, hapo ndio unaanza kupromosha kwako, kwa sababu mwanaume ni mwanaume. There is no honorable way of changing the status of a man. Wewe mwanamke, tambua huyu ni mwanaume. When you feed the male ego, anaona kweli umemheshimu, na hapo anaanza kukupenda na anajitoa vyote. Unajua hakuna kitu kigumu kama kupenda mwanaume, na hakuna kitu kigumu hakuna kitu rahisi kama win moyo wa mwanaume. The only way to win a heart of a man, tambua ni mwanaume. Haya, yani elewa yeye ni mwanaume. Kwa hivyo wanawake, elewa kwamba Mungu alimuumba mwanaume, na mwanaume ana ile inaitwa taasubi ya kiume. Ameishi katika serikali na himaya ya kiume. Kwa hivyo a male has his position. Kwa hivyo hii hesabu mnasema what men can do women can do better, wachana na hiyo, mwambie mwenzako wachana nayo, kwa sababu mwanaume huyu ukianza kukompete na yeye, hapo ndipo kunaanza kuwa na matatizo. Juzi tulisoma jinsi, yani unataka kumoutshine, wewe ndio unalipa school fees, sijui wewe ndio unalipa rendi, sijui wewe ndio kusema. Hapo umeanza kujitekea, familia imeanza kuingia kidonda ndugu. Kwa hivyo jambo la kwanza na la msingi, jinsi Suleimani anashangaa na mwanaume huyu, ni kwa vile jinsi mwanaume hadhi yake ijuu, mtambue he is the man. Na maandiko inasema kwamba mume ndio kichwa, acknowledge that. Jambo la pili, tutaenda kwa haraka kwa sababu ninaambiwa kwamba leo muda wetu umekwisha na mambo yetu ndio mengi. Jambo la pili, mwanaume ni mtu ambaye anavutiwa kwa kuona. Juzi tulisema you must remain chasteable as a woman. Mwanaume anaona, na akiona vitu vizuri anavipenda. Na mpaka hisia zake zinaamuka kwa kuona vitu vizuri. Mwanaume ana macho mazuri. Kwa hivyo hakikisha kwamba umeelewa kwamba mwanaume anapenda vitu vizuri na vitu vya kuonekana vizuri, na hasa si vitu tu, bali anapenda mwanamke mzuri, na ndio maana alikuwa. Kwa hivyo zidi kumendeni uzuri huo. Sasa wewe ulipoolewa unajiachilia tu, yani huko tu. Yani sema huko. Siku ile ulikuwa unavaa mzuri, unang'ara, marashi mazuri, ukikuja date you are fine. Hapo bado mnachumbiana hapo, kibarua kidogo akienda nakuja jioni anakuta nyumba iko safi, umeng'ara. Saizi anakuja anakutana sijui nyumba inakaa aje. Yani wewe mwenyewe sijui unakaa aje.
Remain chasteable. Elewa, mwanaume anapenda kuona vitu vizuri na anapenda kukuona ukiwa mzuri, anapenda urembo wako. Suleimani akichangia jambo hili, hebu soma Songs of Solomon. Tujaribu tu kusoma kitu usikie venye mwanaume anapenda vitu vizuri, anavirembesha. Wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora tuko 6. Wimbo ulio bora 6. Anza fungu la 4. Biblia inasema, inasemaje? Mpenzi wangu, mpenzi wangu, mzuri kama Tirsa, mzuri kama Tirsa, mwenye kupendeza kama Yerusalemu, mwenye kupendeza kama Yerusalemu, wa kutisha kama wenye bendera. Wacha. Unasoma maandiko ama unasoma vitu zako? Nasoma Biblia. Unasoma Biblia. Sikiza. Yani najua hii ndio shida. Yani ulisahau kung'ara, mpaka alikuwa kwa nakuita mpenzi, siku hizi anakuita ng'ombe. Aje sasa. Aje. Yafaa umaintain, azidi kukuita mpenzi wa. Hebu soma tu mpaka 6. Uyageuzie macho yako mbali nami, kwa maana yamenitisha sana. Nywele zako. Ngoja. Ushakaa mezani hivi, you are dating, alafu mpenzi wako amekaa mbele ya meza hivi, ukimwangalia kwa macho hivi unaona nini? Talk to me. Yani mlisahau. She seated across table na wewe umekaa, umwangalie straight kwa macho hivi, unaona nini? Siku hizi maisha imekuwa ngumu, mmesahau mapenzi. Wengine nasema nikiangalia hivi naona school fees, naona stress. No, maandiko yanasema nikiyaona macho yako yanapendeza. Soma msomaji. Nywele zako ni kama kundi la mbuzi. Wacha. Nywele siku hizi wacha na hata siku hizi unakuta sasa ameweka manywele matuta, anastuka na anatisha. Lakini wakati ule alikuwa ananyorosha nywele na kaa smart. Yaani ukimwona unaguza nywele hivi unasikia uko. Sasa siku hizi we wacha. Maandiko hii wazi, mwanaume anapenda kuona vitu vizuri. Sijui tuendelee ama tuendelee, kwa sababu ukiona venye Suleimani anajaribu kuona venye mwanaume anaona, akitoka kwa ameangalia macho, utaona ataenda kwa nywele. Ukisoma zaidi utaona anateremuka kwenye kifua. Yani ateremuke ama asiteremuke, aendelee kusoma ama wache. Mwanaume anapenda kuona urembo wako. Wacha kukaa bila mpango, kafua unakuwa umevaa gunia. Dera ni nzuri lakini pia si nzuri sana. Dera warembo. Mwanaume anapenda kuona. Sijasema dera ni mbaya, dera ni nzuri lakini pia si nzuri sana. Asante. Kwa hivyo mwanaume anapenda kuona, na ukielewa hivyo basi uheri. Utakapoelewa kwamba mwanaume huyu anapenda kuona, uheri, na anapenda uzidi kuonekana mrembo. Si urembo bandia. Wanaume, hata kama mnapenda urembo, naomba mnisikize. Usione mtu Facebook. Tafadhali muone hivi. Kiwezekana muone asubuhi mapema, uone nakaa namna gani. Na wewe jifundishe kuamka mapema pia unakaa organized, smart namna hii. Si urembo bandia mpaka unaweka unajiboma. Lakini ukinyeshewa unaweza bomoka. Unajua kuna watu ambao wakinyeshewa wanabomoka. Unajua kuna mtu alifanya harusi na hakuwa amemuona huyu mrembo vizuri. Alikuwa anamuona tu kila wakati wacha niseme hii ya mbingu, hii ni mbingu. Mwanamke alikuwa na tatizo. Usiku analia, Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Naomba utatie tatizo langu. Sasa Mungu akakaa kikao, akapatia malaika picha ya mwanamke huyu. Aende kujibu
anamwambia teremuka, enda jibu ombi la madamu huyu. Sasa malaika wa mchana wakikuja, wanatafuta hawamuoni, kwa sababu yule alikuwa wa usiku ameoga sasa na lala, si huyu wa mchana. Si urembo bandia. Wanaume wanapenda kuona vitu vizuri, lakini jirembeshe tu in a nice way. Si urembo bandia. Usikae mpaka unakaa kioski. We, hapa yellow, hapa red, hapa. Kaa kinyagu. No. Urembo mzuri, natural. Yaani akikuona hivyo anasema unapendeza. Jesus alikuona, kindly maintain that. Jambo la tatu. Kuna mambo matatu jinsi mwanaume ana express mapenzi yake kwa mkewe. Elewa haya. Kuna njia tatu jinsi mwanaume ana express mapenzi kwa mke wake. Elewa jambo hili. Njia ya kwanza, Waingereza wanasema ni casual love. Sema tu nakupenda general, hiyo ni sawa. That is the first step. Step ya pili ni intimate love. Anakusongea karibu, anakujali, anatimiza mahitaji yako, ni sawa. Na jambo la tatu ni jambo la kindani, tendo la ndoa. Na mwanamke ni kweli, elewa, you can stop at point A or point B, lakini mwanaume must reach point C. Sijui kama umesikia nimesema nini. Napenda dada uelewe kwamba mwanaume maumbile yake ni ana njia tatu za kuweza kuwasilisha penzi lake. Suleimani anaanza kwa kusifia urembo, general outside. Alafu kuna ile ya kukidhi mahitaji yako. Alafu kuna ile intimate la tendo la ndoa. Mwanamke you can stop anywhere. Akikusifu tu umeridhika, wewe umeridhika, uko sawa, amesema mimi ni mrembo, ni sawa. Yani that can take you mpaka kesho, haikusumbui. Lakini yeye akishaona umesmile, habari yako, anasema sawa. Sasa unatakaje? At chips na kuku. Haina kesi. He moves an extra mile. Hata anaweza kukupa fare kuja Kitengela yaanze kutembea mguu. Sema ngoja kwanza, nilikuwa naona mtu hapa Imara. Hapa Imara, kwa sababu he is concerned about you, anakujali. Elewa hivyo. Lakini pia he moves an extra mile, kwa sababu system yake katika umri wa makamu, system ya mwanaume inajenga bullets between 24 hours and 48 hours. Na ikiwezekana when the gun is loaded, si lazima watu waende mawindoni. Habari zenu, Bwana asifiwe. Elewa hivyo kwamba system yake, maumbile yake inasema kwamba when the gun is loaded we must go hunting. Sasa hapo ndo kuna tatizo. Sasa wewe you can stop anywhere. At least amekusifu, hii inaweza kukutake 2-3 days, haikusumbui. Amekuprovidea ni sawa. Lakini sasa hapa unaanza kuleta tatizo. Hapa sasa unaanza vita. Sijui unajua nilikuwa mgonjwa na homa. Unajua leo sijui habari yako. Nilikuwa safari nikaenda kuona kwa mwezi. Sawa tu. Naumwa na tumbo, asante. Pia hii mgongo tena. Habari zenu. Sasa unamtatiza kwa sababu kana kwamba haumuelewi. Mtu akiwa mgonjwa aende hospitali, Bwana asifiwe, ili azidi kusimamisha familia yake. Ukielewa mwanaume katika hali hiyo, familia itasimama. Don't have 101 excuses every other day. Unamtatiza. So elewa mambo haya. Man's love is expressed katika njia tatu: casual love, intimate love and sexual love. Tumesema matatu, bado mawili.
Jambo la 4 ni kwamba mwanaume hapendi sana kuomba msaada, kwa sababu hapendi kujidhalalisha. Kwa hivyo wewe mke wake, kuwa mwepesi kumwelewa na kujua amekwama wapi. Mkwamue, si lazima aseme wewe unajua nisaidie. Unajua siku hizi na familia zimekuwa ngumu. Yaani mke akikupa pesa 1,000 atakudai mpaka kesho. Sorry. Hello. Ni yake lakini anasema ni ya chama. Habari zenu. Yaani na ameona una tatizo. Najua maandiko inaongea kuhusu mke mwema. Hebu tuangalie. Mke mwema huyu ambaye akielewa mwanamume si hapendi kuombaomba na kuonekana kwamba anahitaji msaada, ni mwanaume. So wewe mwelewe haraka, na kwa vile unampenda mjali. Unapoona anakuja leo amekaa mnyonge hivi, elewa, songa karibu, muulize mpenzi, namna gani? Nifanyeje? Tusaidiane aje? Biwa kwanza kumuinua. Usikao useme leo tutaona. Landlord alikuwa hapa. Na uko na pesa ya biashara, lakini unangoja aanze soma. Mwanamke mwema. Tuko Proverbs 31. Laiti tungalikuwa na nafasi tungesoma yote kuanzia fungu la 10 pale. Lakini wewe enda moja kwa moja hadi 26. Soma tu 26. 26 inasemaje? Hufumbua kinywa chake kwa hekima. Na sheria ya wema katika ulimi wake. Ndio. Huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake. Twende. Wala hali chakula cha ufifu. Asante, tulia tu hapo. Yaani mwanamke ukiona mume wako anakaa mnyonge hivi, ametoka job na stress, fungua kinywa chako kwa heshima na hekima, ili ujue anatakaje, asaidiwe aje. Let him have home the best place to be. Hata akipata stress kazini, mufanye ajue azoe kukimbilia nyumbani kwake. Jua wanaume hawaji nyumbani sababu akipata stress huko kazini, anajua nyumbani atapata stress, kwa hivyo anapita joint ya wazee, kwa sababu amejua kuna stress kila mahali. Lakini mwanamke mwenye hekima, ukielewa hitaji la mwanaume, 5 things you must know about a man. Mwanaume hapendi kukaa na bembe, anasaidika sana naombelea. Kiswahili kuombelea. Hajui kusema ninahitaji hii, naomba hii. Mwelewe tu hapa mume wangu amekwama, msaidie kwa njia gani. Elewa jambo hilo. Kuwa mwanamke mwenye hekima, usimamishe familia yako. Kuwa mwanamke ambaye unamjali. Katika ndoa hii inahitaji wawili kuisimamisha, wewe na yeye. Bwana amewajalia. Jana tukakubaliana kwamba huyu mwanaume alikutoa mbali. Ama ni wewe ulimtoa mbali? Tulikubaliana aje jana? Ni mwanaume alikutoa mbali ama ni wewe ulimtoa mbali? Sawa, twende kwa haraka. Mlitoana mbali. Ndio maana unakuta mtu yani ametoka Sudan na wewe hapa Kenya, hata lugha ya mama haimjui, hata mwezi sema habari, lakini mnapendana mpaka mtu anavuka boda. Yani mtu anatoka mbali, Busia boda mpaka Mombasa. Kwa vile tu siku hizi watu hamjui. Hata watu wa dunia walielewa mambo haya, wakianza nyimbo zao. Wanasema mapenzi ni ajabu. Mzungu mchaina wanaoa. Mbona mna behave kana kwamba hamkusikia nyimbo hizi? Si wale watu mnajua hizi mapenzi. Zile siku ilikuwa mapenzi ya barua. Mapenzi ya barua inakuja, barua inakuja ina marashi. Barua inakuja ina maua ndani. Na mtu anahama. Na tukakubaliana jana kwamba kama ulihama kwenu mpaka jina ukabadilisha, ni kipi kinakutatiza sasa? Na tumekubaliana mapenzi, there is no reverse gear. Mumekubaliana mwelewe tu
mubebeane mizigo mpaka mwisho wa safari. Kwa hivyo men had to say I need help. Elewa tu shida yake, msaidie kama mke mwema, ndio itasimama. Hata akismailiwa na mwingine huko wapi, anakimbia nyumbani. Halo, anafanya nini? Anachomoka 100. Anajua home is the best. Anajua nyumbani ndio naenda. Lakini sasa akikuja nyumbani kuna matatizo, itakuwa ngumu. Jambo la mwisho na la 5. Mwanaume hana maneno mengi sana. Mwanaume naturally hana maneno mengi, ni mtu wa maneno machache. Elewa hivyo. Elewa tu, akisema tu kitu wanasema kujijazia. Sema kujazia. Elewa alikuwa nataka nifanye hivi na hivi. Usimwache awe mtu wa kurudia kitu. Yaani anakuambia leo bado hujasikia, anarudia tena kesho the same thing. Hapana. Wanaume wengine huchoka, wanasema I am tired. So elewa, mwanaume si mtu wa mambo mengi kama mwanamke. Mwanaume ni mtu ambaye mambo yake anatoa moja tena aanze lingine. You know women can multitask, but men at times they cannot. Tuko pamoja? Akili ya mwanadamu imeumbwa, mwanaume ni kana kwamba yani mambo yake iko kwa laini hivi. Lazima hii moja itoke ndio hii nyingine pia ifanye iguzwe. Lakini wewe yani unaona TV na unachemsha maziwa na ulikuwa unaosha mtoto na vyote zinafanyika. Are you getting that? Kwa hivyo uelewa mwanaume kwamba si mtu wa namna hiyo. So wacha kuachia mwanaume mtoto, mwambie utunza mtoto na uoshe vyombo, na nikikuja nikute kama umepika ugali, unajua mimi ndo naenda job, wewe unashinda hapa nyumbani na hata break. Sasa mwanaume anashindwa hii ni nini hii? So elewa, mwanaume deals with one thing at a time. But women, you can do many things. Ni maumbile. Muelewe hivyo. Usimwambie na mimi kwanza, kama mimi nafanya hizi vitu zote mbona na wewe usifanye? No. Hapo mtakuwa ruzana. Mambo 5 ambayo mwanamke lazima amwelewe mume. Na jambo la kwanza tumesema ni kwamba mwanaume huyu anahitaji kuwa identified. Ni taasubi ya kiume, he is a man. Mpe nafasi yake kama mwanaume. Jambo la pili, anapenda vitu vizuri. Wewe zidi kuonekana vizuri, zidi kung'ara. Just keep yourself neat and nice. Just keep yourself presentable. Wacha kujiachilia, yani ulijiachilia. Unajua mwandishi mmoja anasema kwamba men marry hoping women will not change. Women get married hoping men will change. Sijui kama umesikia. Unajua mwanaume alipokuoa alifikiria utabaki hivyo tu. Hiyo inaitwa figure 8 ama ni 9. Sorry, ama ni 6. Yani alifikiria hautabadili. So swali ni, wewe sasa umeolewa, sasa umejiachilia, unaweza kutana na mtu by the way alipoolewa alikuwa hivi. Mzuri mdogo hivi. Lakini baada ya kuolewa, habari yako. Yani amejiachilia, yani hajali. Appetite aliita yote. Sasa amekuwa mround na yeye alikuwa anaona anataka figure 8. Inamtatiza. Muelewe. So mwanaume anapenda kuona vitu vizuri. So remain chasteable. Kasema be keen on the expression of love. Mwanamume ana express love kwa njia 3. Hakikisha you make a complete dose for him. Wacha kuacha nusu. Kwa vile wewe umeridhika tu kwa kukupendeza, umeridhika. No, make sure it is complete for him. Tukasema kwamba mwanaume anaogopa, hapendi kuombelea, kuonekana kwamba hawezi. Kuwa mwepesi kwa kuona unyonge wake, step in kwa kumsaidia. Na finally, mwanaume hufanya one thing at a time. Na ndio maana times unakuta anakupenda ndio, si ati akupendi, lakini labda kuna kazi imemshika. Kwambie I am busy. Mpe muda. Because he wants to prove himself a man. He works extra hard ili aje nyumbani ameridhika. Mpe muda. Na wanaume hata unapofanya kazi, don't work too hard mpaka unabeba kazi nyumbani. Mpaka saa 6 za usiku uko na kazi mezani.
na mtu anakungojea. No, jua wakati wa kazi na wakati wa nyumbani, jipange. Kwa hivyo wanawake, tuelewe hivyo. Ombi langu ni Bwana tusaidie katika kipindi hiki tuweze kujua kwamba familia zetu ndizo kitovu cha kanisa, kitovu cha jamii, kitovu cha nchi na dunia kwa ujumla. Na Bwana ametupa familia hizi kusudi tufurahiane, tupendane, mapenzi yetu yawe ni zawadi kwa watoto wetu, na tuweze kuwalea watoto kwa njia ya kimbingu, ili Bwana tuandae sote kwa ajili ya ufalme wake. Ombi langu jioni hii ni Bwana kuneemeshe. Ni kweli kwamba labda umetanga mbali, labda umesahau majukumu yako, labda umeanza kumdhalalisha mke huyu ama mume huyu, labda unamshughulikia venye unamshughulikia sababu haumuelewi. Kwa vile Bwana ametupa maarifa, muelewe na umtendee yaliyo ya mbingu. Omba Bwana akupe neema ili utekeleze yale ambayo tumefundishana jioni ya leo katika jina la Yesu. Amen. Bwana atubariki. Tusimame tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu wetu, jina lako litukuzwe, kwa sababu siku zote unazidi kujifunua kwa wana wako. Umeweka mambo haya wazi bayana kwetu ili tuwe wasikilizaji na watendaji wa maadili haya. Ukatukirimia na wake na waume kusudi moja, tupendane na familia hii iwe mbingu ndogo. Watu wanapotuona waone upendo wako. Tunaemesha kwa sasa, kuna watu wamesikia sauti hii, familia zao zinaugua, zina majeraha. Leta afueni katika familia hizo. Kuna watu ambao wamefarakana, mapenzi yakaondoka yakabaki mazoea. Yesu, fanya kikao katika boma hilo ili waweze kupata amani. Wala ambao tumesukuma na ubinafsi kiasi ya kwamba tukasahau kuwashughulikia wenzetu, tusamehe na utupe moyo wa kupenda ili tuweze kurejelea penzi la kwanza. Neema yako tutoshe, mapenzi yako atimizwe leo na milele zote, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante.